Maelfu ya wananchi wamejitokeza katika mitaa ya Teherani kushuhudia gwaride kubwa la kijeshi lililoambatana na maonyesho ya makombora ya kisasa ya balistiki yakionyesha wazi uwezo wa kijeshi wa taifa hilo la Iran. Gwaride hilo limefanyika katika wakati nyeti ambapo mvutano kati ya Irani, Marekani pamoja na Israeli bado upo juu licha ya kuwepo kwa makubaliano ya muda ya kuweza kusitisha mapigano. Katika hatua ya kushtukiza, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuongeza muda wa makubaliano hayo bila kuweka tarehe ya mwisho, ikiwa ni saa chache tu kabla ya makubaliano ya awali kuweza kumalizika. Hatua hiyo inalenga kutoa nafasi zaidi kwa mazungumzo yanayoendelea kuwasili kati ya pande hizo zote mbili. Taarifa kutoka vyombo mbalimbali vya habari vinaonyesha kuwa mvutano huo unatokana na mkanganyiko wa masuala ya nyuklia, vikwazo vya kiuchumi, pamoja na ushindani wa ushawishi wa kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika miezi ya hivi karibuni, pande zote zimekuwa zikichukua hatua zinazochanganya diplomasia na maonyesho ya nguvu, hatua ambazo zinaendelea kuongeza taharuki duniani. Maonyesho ya makombora yaliyofanyika Teherani yanaelezwa kama sehemu ya mkakati wa kuonyesha uwezo wa kujilinda pamoja na kuzuia mashinikizo kutoka nje. Uamuzi wa kuongeza muda wa ceasefire, yaani usitishwaji wa vita, unaonekana kuwa na uzito mkubwa wa kisiasa pamoja na kiusalama. Kwa upande mmoja, ni ishara ya kujaribu kuepusha vita ya moja kwa moja ambayo ingeweza kuleta athari kubwa duniani, hasa kwenye uchumi na usalama wa nishati. Lakini kwa upande mwingine, Irani kuonyesha silaha zake hadharani wakati mazungumzo yanaendelea kunaashiria msimamo mkali kwamba mazungumzo hayamaanishi ni udhaifu kwa upande wa Irani. Hii inaweka mazingira ya diplomasia ya presha ambapo kila upande unajaribu kuingia kwenye makubaliano ukiwa na nguvu ya ziada zaidi. Kwa sasa hakuna makubaliano mapya yaliyoweza kutangazwa rasmi, lakini dalili zinaonyesha kuwa mazungumzo bado yanaendelea kwa tahadhari kubwa. Wadau wa kimataifa wanaendelea kusisitiza umuhimu wa pande zote kuendelea na njia ya mazungumzo badala ya kurejea kwenye mvutano wa kijeshi. Na je, huu ni mwanzo wa suluhisho la kudumu au ni utulivu wa muda kabla ya hatua kali zaidi kuweza kuchukuliwa kwa pande zote mbili? Na hili ndio swali kubwa duniani linaloulizwa na watu wengi. Endelea kufuatilia Kopro Media kwa habari mbalimbali za kina kutoka ndani na nje ya Tanzania.